Hapo mwanzo, kabla ya wakati kuanza, hapakuwepo chochote. Hakukuwa na mwanga, wala anga, wala dunia. Kulikuwa tu giza nene na kimya kikubwa. Lakini Mungu alikuwepo, akiwa na nguvu na hekima kuu. Mungu akasema, iwe nuru. Nuru ikatokea, ikang'aa juu ya giza. Mungu akaona ya kuwa nuru ni nzuri, akaifanya nuru itengewe na giza. Nuru akaiita mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa siku ya kwanza. Siku ya pili, Mungu akasema, na kuwepo anga kati ya maji, litenganishe maji ya juu na maji ya chini. Ikawa hivyo. Mungu akaliita anga mbingu, na ikawa siku ya pili. Siku ya tatu, Mungu akasema, maji yaliyoko chini ya anga na yakusanyike pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pakavu ardhi, na maji akayaita bahari. Kisha Mungu akasema, ardhi na itoe mimea, majani yanayotoa mbegu, na miti inayozaa matunda. Mimea ikamea, miti ikakua, maua yakachanua. Mungu akaona kuwa ni vizuri. Siku ya nne, Mungu akasema, na kuwepo mianga angani, itenganishe mchana na usiku. Akafanya jua liwe taa ya mchana, na mwezi pamoja na nyota ziwe taa za usiku. Mianga ikawa inaangaza duniani, na Mungu akaona kuwa ni vizuri. Siku ya tano, Mungu akasema, maji na yajawe na viumbe vya uhai, na ndege waruke angani. Bahari zikajaa samaki wa kila namna, wakubwa kwa wadogo, wa rangi na maumbo tofauti. Anga likajaa ndege wanaoruka na kuimba. Mungu akavibariki akisema, zaeni mkaongezeke. Mungu akaona kuwa ni vizuri. Siku ya sita, Mungu akasema, na ardhi itoe wanyama wa kila aina. Ikawa hivyo. Wanyama wakatokea, simba, tembo, mbuzi, na ndege wa ardhini, kila mnyama kwa jinsi yake. Kisha Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Mungu akamuumba mtu kutoka mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Mungu akamuita Adamu. Baadaye Mungu akamuumbia Adamu msaidizi, mwanamke aitwaye Hawa. Wakaishi katika bustani ya Edeni, kati ya uzuri wote wa uumbaji wa Mungu. Mungu akaona kuwa ni vizuri sana. Siku ya saba, Mungu akamaliza kazi yake yote. Akapumzika siku ya saba, akaibariki na kuifanya takatifu. Hivyo ndivyo mbingu na dunia zilivyokamilika. Kila kitu kikawa katika utaratibu mzuri chini ya uangalizi wa Mungu. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ilikuwa njema sana.